kuchana kurasa za magazeti. Na muda na wasahau tuangazie gazeti la Nipashe. Kuna habari hapa, vijana tuliwaita vijana eh? Yes, vijana tuliwaita. Vijana njooni, kuna jambo linatuhusu sisi vijana hapa. Na tusiambiane nguvu kazi ya kesho. Leo tuweza nguvu kazi ya leo. Si ndio? Nilikuwa na mtoto ndo taifa la kesho na nguvu kazi ya kesho. Eti? Yes, lakini kijana ni nguvu kazi ya leo. Haya. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kuna habari inatuhusu vijana moja kwa moja. Habari hiyo inasema serikali yaja na benki maalum kwa ajili ya vijana kurahisisha mikopo. Nasoma itakuwa kwa ajili ya vijana tu kurahisisha masuala mazima ya mikopo. Ukurasa wa pili, wa 8, wa 9 na wa 10 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini bila hiana habari hiyo unaipata pia kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania. Wao wameandika pia habari hiyo vizuri zaidi. Mwananchi Tanzania wamesema utitiri wa masharti ya mikopo kwa vijana watikisa bunge. Shilingi bilioni 35.9 kiasi cha fedha hichi ambacho kilichotolewa na wizara inasimamia. Na hapa kuna habari ya mheshimiwa waziri wa vijana, namzungumzia mheshimiwa Joel Nanauka. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo, na sisi twende ukurasa wa 4 kwa sababu tumesema vijana inakuhusu. Ukurasa wa 4, waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana Joel Nanauka amesema serikali imeweka vipaumbele 4 vikuu vitakavyoongoza utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya vijana kwa mwaka wa fedha mwaka 2026-2027, akiwasilisha bajeti ya wizara yake kwa mwaka wa fedha mwaka 2026-2027 bungeni jijini Dodoma, akisema kipaumbele cha kwanza basi ni kuimarisha ukuzaji wa biashara na uwezeshaji wa vijana kiuchumi kwa lengo la kuongeza ajira kupitia shughuli za uzalishaji na ujasiriamali. Mheshimiwa Waziri Kiti, kwenye eneo la kuimarisha ustawi na makuzi kwa vijana, ofisi ya Rais maendeleo ya vijana imeandaa mwongozo wa kitaifa wa mafunzo ya stadi za maisha unaolenga kuwajengea vijana uwezo wa kujitambua, uwezo wa kuhimili changamoto za maisha, kufanya maamuzi sahihi na kuwasiliana kwa ufanisi. Kupitia mwongozo huu, serikali inalenga kujenga kizazi chenye afya njema ya akili, chenye kujiamini na uwezo wa kujitegemea katika kufikia malengo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya Rais maendeleo ya vijana kwa kushirikiana na Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji Zanzibar imeratibu uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru uliofanyika tarehe 2 Aprili 2026 katika uwanja wa mpira Gombani, mkoa wa Kusini Pemba. Mgeni rasmi katika uzinduzi huo alikuwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mwenge wa Uhuru utakimbizwa katika mikoa 31 na halmashauri 195 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kupitia mbio za Mwenge wa Uhuru, miradi na shughuli mbalimbali za maendeleo zinatarajia kukaguliwa na kuzinduliwa. Ujumbe wa mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2026 unalenga katika ujenzi wa amani, umoja na mshikamano wa kitaifa chini ya kauli mbiu inayosema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo.